Swadakta kabisa mtazamaji wa TBC2, ni kukaribishe tena katika Jaba la Habari, na hivi sasa ni muda wa mahojiano. Ni Mary Neema Masawe nikiwa na mgeni Simon. Karibu sana Simon. Asante sana madam. Bila kupoteza wakati, ujitambulishe, utuambie wewe ni nani, afisa mazingira, mimi nakufahamu hivyo, lakini pia utuambie kuhusiana na kampeni ya Mtu ni Afya. Ya, kwa majina naitwa Simon Dasila Edward, ni barozi wa kampeni ya Mtu ni Afya, lakini pia ni afisa afya mazingira kwa upande wa Dar es Salaam. Yeah. Naam, nashukuru sana Simon. Afya ni mazingira. Ni kwa nini mazingira ni muhimu katika maisha yetu ya kila siku? Ya, asante. Afya mazingira kwanza ni muhimu sana katika jamii zetu. Ya, ukisema afya mazingira ni muunganyiko wa afya ya binadamu na afya mazingira kwa ujumla. Na bila usafi wa mazingira au mazingira salama, unaweza kuathiri afya ya binadamu kwa ujumla. Kwa hiyo katika jamii ni muhimu sana kutunza mazingira ili uweze kuishi kwa amani au uweze kuishi maisha ambayo ni yenye ubora zaidi. Ni lazima uhakikishe mazingira yako salama na yenye kuvutia. Na sasa katika kuhakikisha mazingira yako salama na yenye kuvutia, ni mambo gani makuu ambayo yanahatarisha mazingira na afya ya mwananchi? Ya, mambo ambayo yanaweza kuhatarisha maisha ya mwananchi hasa katika miji na vijiji na vijijini, mojawapo ni uchafuzi wa hewa. Na huu unatokana na moshi. Mara nyingi kwa mfano kama mkoa wa Dar es Salaam hapa, magari ni mengi, kwa hiyo kunapelekea moshi kuwa mwingi sana, na ukiangalia kuna viwanda ambao vinazalisha moshi, kwa hiyo inaweza karibu hali ya hewa pia. Lakini kingine ni uchafuzi wa maji, na mara nyingi mvua inaponyesha kuna baadhi ya watu wanatiririsha maji mtoni, wanatiririsha kwenye mitaro ambayo inapelekea mpaka kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo inaweza inaathiri mazingira, lakini pia na vyanzo vya maji kwa ujumla. Kingine ambao kinaweza kuhatarisha ni ukataji wa miti. Ukataji wa miti holela unaweza ukaathiri mazingira kwa ujumla, kwa sababu mtu anapokata anaondoa uhai ambao ni maisha ya kesho. Jambo jingine ambalo linaweza kaathiri mazingira yetu ni utupaji wa taka ovyo. Na hili limekuwa tatizo kubwa sana sasa hivi kwa mazingira yetu ya vijiji na tauni. Kwa hiyo inaweza kusababisha ongezeko la plastiki. Sasa hivi ongezeko la plastiki ni kubwa sana, ni kitu ambacho kinaweza kuhatarisha mazingira kwa ujumla. Yeah. Na tunahimizwa sana kuyajali mazingira yetu, mazingira yanayotuzunguka. Ni uhusiano upi sasa upo kati ya afya ya mazingira na afya ya mwanadamu? Uhusiano ni mkubwa sana kati ya afya ya mazingira na afya ya binadamu. Na vyote vinategemeana. Mazingira safi na salama huifanya afya ya binadamu inastawi, inakuwa bora zaidi. Lakini mazingira ikiwa machafu yanaweza kusababisha mlipuko wa magonjwa ambayo yanaweza kaathiri miili ya binadamu au ubora wa mwanadamu. Yeah. Zipo sera mbalimbali za mazingira ambazo zinataka mazingira yetu kuwa safi na zinatamka hivyo kwa wananchi. Lakini zimekuwa zingine zikifeli, zingine zikifika sehemu zinakwisha kabisa. Ni changamoto ipi haswa ambayo inafanya sera hizi zinakuwa sio endelevu? Ya, katika maisha huwezi kukosa changamoto hasa unapoanzisha sera. Ya, changamoto ambazo mara nyingi ni uelewa mdogo wa wananchi. Unaweza sera zinapotolewa unakuta wananchi wanaoelewa. Kwa hiyo hii inaweza ikasimamisha kutekeleza zaidi. Lakini pia sera zinapotengenezwa wanashindwa kushirikisha jamii. Ni kitu ambacho kinaweza jamii wanashindwa kukiendeleza kwa sababu hawajashirikishwa. Ya, kingine ambacho kinaweza kuleta changamoto ni kutokuwa na taarifa rasmi pale sera inapoanzishwa. Ni changamoto ambayo pia inaweza ikachangia pia sera inashindwa kufikia malengo sahihi. Lakini kingine ni usimamizi dhaifu wa sera. Hata inapoanzishwa inakuwa haina utekelezaji, yani kusisitiza zaidi. Yeah.
Sawa kabisa, na jamii yetu imezungukwa na mazingira kwa asilimia kubwa sana. Jamii kama jamii, moja kwa moja, mtu mmoja mmoja au jamii kwa ujumla, mtu anaweza kufanyaje ili sasa aweze kuhakikisha kwamba mazingira yanayomzunguka yanakuwa katika afya iliyo njema? Ya mambo ambayo anaweza kufanya kama mwananchi ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi, mojawapo ni utoaji wa elimu. Utoaji wa elimu unaweza kutoa elimu kuhusu umuhimu wa mazingira na kutunza. Hii inaweza ikasaidia sana kwa mwananchi wa kawaida kuboresha mazingira, lakini pia ni kushiriki kwenye kampeni za usafi. Mara nyingi imekuwa ikifanywa baadhi ya wilaya na manispaa. Imekuwa zikifanya, na hii inaonyesha ubora wa mazingira ya kesho na vizazi vinavyokuja. Lakini pia ni kushiriki katika midahalo mbalimbali inayoeleza umuhimu wa mazingira na kampeni mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia wananchi kuwa na uelewa mpana ili kutunza mazingira vizuri. Naam, nashukuru sana Simon. Na teknolojia hivi sasa imekuwa kwa kasi sana. Tunaona sekta nyingi sana zinajikita katika teknolojia. Teknolojia inawasaidia kutoka katika sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine. Kwa upande wa mazingira sasa, teknolojia tunaweza kuitumia vipi ili iweze kutusaidia kutatua changamoto tunazokumbana nazo kama jamii kwenye mazingira yetu ya kila siku? Ya teknolojia inasaidia kwa upana zaidi. Mfano sasa hivi kumekuwa na mchakato wa kutenganisha plastiki na takataka za kawaida, kitu ambacho kimetokana na teknolojia. Lakini pia kuleta mifumo ambayo itasaidia kutenganisha taka ngumu na za kawaida. Lakini pia kuboresha kilimo endelevu, yani sustainable agriculture, ni kitu ambacho kinaboresha zaidi. Na hii tunaitumia sana kupitia teknolojia mpya. Lakini pia tunapoitumia zaidi inaweza ikaleta ufanisi mbele na maisha mengine ya baadaye. Kwa kumalizia, ndugu Simon Ndasila, ni ipi rai yako kwa jamii, kwa mwananchi kuhusiana na mazingira na afya ya mazingira? Mimi kama afisa afya mazingira naishauri jamii iweze kusimama mstari wa mbele na kuhamasisha wengine ili kuweza kutunza mazingira vizuri. Na bila afya mazingira hatuwezi kufika popote. Na afisa afya kwenye jamii ni mtu mkubwa sana, kwa sababu ni mtu ambaye tunamwangalia sana, ambaye ni mtu ambaye anaweza kuzuia magonjwa kabla ya mtu kufika hospitalini. Kwa hiyo afisa afya kwenye jamii ni mtu ambaye kuheshimiwa sana, kwa sababu kazi anayoifanya ni kazi ngumu sana. Na kazi anayoifanya ni kazi ambayo inamsaidia daktari kuepusha wagonjwa wengi hospitalini. Kwa hiyo afisa afya ni mtu ambaye tunatakiwa tumpe mstari wa mbele na kumpa kipaumbele pia na tumheshimu. Lakini kwa wananchi tuzidi kufanya kampeni za usafi kila Jumamosi, na sio lazima mpaka usubiri kampeni. Unaweza ukafanya kwa niaba au kwa mamlaka yako ili kutunza mazingira, kwa sababu tunapotunza mazingira tunalinda afya zetu wenyewe bila kuambiwa na mtu. Kwa hiyo tuwe mstari wa mbele na pia fanya kweli, usibaki nyuma. Nashukuru sana Simon Ndasila. Afisa afya ni mtu muhimu katika jamii, na afisa afya tunaye hapa studio na tumegundua hilo kwa sababu ametuambia ni nini tufanye ili kuenenda na mazingira yaliyo safi, kwa sababu mazingira yakiwa na afya njema na wewe peke yako unakuwa na afya nzuri pia. Nikushukuru sana Bwana Simon. Asante sana. Nashukuru sana, endelea kupiga kampeni za mazingira kwa ajili ya afya yetu sote kama jamii. Unajua pasipo na afya njema hakuna maendeleo, kwa sababu mtu akiumwa hawezi kwenda kazini, asipoenda kazini hapati chochote kitu cha kwenda kinywani. Nashukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Ninahitimisha mahojiano na ndugu Simon hivi sasa, na tupate mapumziko kwa ufupi. Tukirejea tutaungana naye Isihaka Nyamira.